Sasa tukupasha yale ambayo ameweza kugonga vichwa vya habari mchana wa leo, na ambapo aliyekuwa mbunge wa Rarieda na waziri wa zamani Raphael Tuju amejitokeza baada ya kuwa mafichoni katika eneo moja kwenye mpaka wa Kiambu na Karen. Alipojitokeza, Tuju ameweka wazi kuwa siku ya Jumamosi aligundua alikuwa anafuatwa na gari aina ya Land Cruiser na ambalo alikuwa na nambari za usajili, japo alifanikiwa kuwakwepa katika eneo hilo la Karen na baadaye akaliwacha gari lake na kuingia mafichoni. Hata baada ya kujitokeza, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amebaini kuwa maafisa wa DCI walizingira boma la Tuju na kuzuia mtu yeyote kutoka, japo walifanikiwa kuelekea katika kituo cha polisi cha Karen ili kuandikisha ripoti, ila maafisa wa polisi wakamchukua na kumzuilia. Baada ya ripoti kuibuka kuwa aliyekuwa mbunge wa Rarieda na waziri wa zamani Raphael Tuju hajulikani aliko siku ya Jumamosi, sasa amejitokeza wazi akisema alikuwa amejificha kwenye boma moja katika mpaka wa Kiambu na Karen baada ya kudhani alikuwa anaandamwa. A family in Kiambu, the boundary between here and Kiambu, that were able to give me shelter. They didn't care what my tribe is. They just saw me as a human being until yesterday past midnight when I was able to come here. Why are they saying that they think I'm hiding somewhere? Because they know I'm hiding somewhere. They didn't get me. Tuju akiweka wazi kuwa siku ya Jumamosi aligundua kuwa kuna gari aina ya Land Cruiser na ambalo lilikuwa linamfuata katika eneo hilo la Karen, ila akafanikiwa kupinda gari lake na kukwepa. Alipowakwepa, Tuju amebaini kuwa alilazimika kuliwacha gari lake na kutoweka. Easy to know when you're being followed. You drive, you slow down, they slow down, you overtake, they try to overtake. And after that incident, of course, I reported to Karen Police Station, and the reference OB that's on Friday is 21/21/03/2026. And I did explain to them that I was a little bit concerned and worried that I'm being followed. Of course, I went into some roads within Karen, and I realized that since I was being followed, I'd already reported to the police. I abandoned the vehicle there. Baada ya kuwahutubia wanahabari, Tuju na viongozi walioandamana naye akiwemo Kalonzo Musyoka amebaini kuwa jumba la Tuju lilizingirwa na maafisa wa DCI, akiongeza kuwa amefanikiwa kuondoka naye na kuelekea kwenye kituo cha polisi cha Karen, na ambako Tuju alikamatwa na maafisa wa polisi kwa namna ya kumdhalilisha. You won't die. You won't die. Kalonzo ameweka wazi kuwa kufikia sasa kuna kikundi cha utekaji nyara jijini na hawatakubali dhuluma kama zile kuendelea. There's an abduction squad in town. So let everybody calm down and adhere to the principles of constitutionalism and the rule of law. We are a country under the rule of law, at least those of us who believe so, and we will work very hard to make sure that this country remains so.